Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo imeadhimisha miaka 65 tangu ijinyakulie uhuru kutoka kwa Ubelgiji. Hata hivyo, sherehe za mwaka huu zimegubikwa na hisia mseto. Mwandishi wetu Robert Kipto yupo DRC, ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Goma. Kwa sasa tunatembea katika barabara za mji wa Goma baada ya kuhudhuria misa katika kanisa moja la Katoliki. Nyuma yangu kuna viongozi wa vuguvugu la M23 ambao kwa sasa wamejitokeza kwenda barabarani hadi katika maeneo ya mpaka ya Rwanda ili kuweza kupanda mti kuadhimisha miaka 65 tangu taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia kujinyakulia uhuru wake. Kinyume na ilivyokuwa katika desturi ya miaka iliyopita, hii leo hakujakuwa na sherehe zote za kijeshi, ila watu wameombwa kwenda makanisani kuombea amani. Maadhimisho ya miaka 65 ya uhuru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefanyika tofauti katika eneo la mashariki mwa taifa hilo Jumatatu hii. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini yamekuwa chini ya usimamizi wa kundi la waasi wa M23 ambao waliteka na kudhibiti miji mikuu ya Goma na Bukavu. Huku Rais Tshisekedi akihutubia taifa kutoka Kinshasa kwenye sherehe za kitaifa mjini Goma, viongozi wa kundi la M23 wamejumuika na wakazi na waumini wengine katika kanisa kuu la Katoliki kuombea amani. Akitoa mahubiri yake, padri mkuu wa parokia ya Roho Mtakatifu mjini Goma alisema kuwa maeneo ya mashariki mwa Kongo bado yanashuhudia ukosefu wa usalama. Tunaendelea kukabiliana na changamoto nyingi mashariki mwa nchi: mizozo ya kibinadamu, umaskini, utawala dhaifu na ukosefu wa usalama unaendelea. Hata Goma bado unaendelea. Kuna maeneo ambapo watu hawalali. Munayajua, si ndio? Kwa mfano Ndosho, watu wako hapo mchana, lakini usiku wanahamia Kieshero. Asubuhi wanaendelea na shughuli. Sehemu nyingine bado hazina amani. Kwa raia wa eneo hili la mashariki, matumaini ni makubwa kwamba mkataba wa amani uliotiwa saini Ijumaa iliyopita nchini Marekani utarejesha amani kwao na maisha yao ya kawaida yarejelewe. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 7 wamelazimika kukimbia makwao kutokana na mapigano yaliyokumba eneo la mashariki mwa Kongo. Idadi kubwa ya wakazi wa mji huu nao wamesema kuwa wana matumaini makubwa amani kurejea. Hii ukombozi ambayo iko, hii revolution inahimizi wa mama sana. Tulibaki nyuma muda mrefu, lakini leo mama na mtoto wako mbele sana. Wanatutia mbele na tunajikuta mkazi, banatuambia kabisa tukue nguvu, na sisi tushaona kabisa matumaini ya maisha. Matumaini ni ya kupata kwanza amani, ni ya kupata amani na muishi ambayo inaitika wakongomani wote kwa ujumla. Wakongomani wote bila kuangalia ukabila, bila kuangalia nyinyi mnatokea wapi, mnazaliwa wapi. Kwa sasa wengi wana matumaini kwamba ombi lao litasikika. Robert Kipto, BBC. Sasa wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiadhimisha miaka 65 ya uhuru, suala la hali mbaya ya usalama katika eneo la mashariki ni jambo ambalo linawakosesha usingizi sio tu raia nchini humo bali pia jumuiya ya kimataifa. Ijumaa tarehe 27 kulikuwa na mkutano huko Washington DC kati ya mataifa jirani DRC na Rwanda, na Rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema kwamba makubaliano ya amani yaliyotiwa saini katika kikao hicho yanafungua njia ya mwamko mpya wa amani. Rais Tshisekedi ameyasema haya alipolihutubia taifa mapema leo huko Kinshasa katika maadhimisho ya miaka 65 ya uhuru wa DRC. Kiongozi huyo anasema makubaliano hayo yatamaliza vita vilivyoshuhudiwa kwa miongo kadhaa na ambayo yameendelezwa na hali ya kuwepo kwa makundi zaidi ya 130 ya wapiganaji mashariki mwa Kongo. Makubaliano haya yaliyotiwa saini na mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa yetu mawili katika sherehe iliyosimamiwa na Waziri Marco Rubio wa Marekani yanajenga na kuboresha mafanikio ya makubaliano ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 27773 na yanafungua njia mpya ya amani inayodumu, ushirikiano na ufanisi wa taifa letu, eneo zima la Maziwa Makuu na bara la Afrika kwa ujumla. Tusalie katika taarifa hiyo ambapo waziri wa nchi za kigeni wa Rwanda ameambia BBC kwamba anahisi makubaliano ya hivi juzi yana fursa kubwa ya kufanikiwa ikilinganishwa na makubaliano mengine ya hapo awali. Pia waziri huyo amesema kwamba mtazamo wake unatokana na imani yake kwamba uzito wa kisiasa wa Marekani una uwezo wa kuhakikisha amani iliyoafikiwa itadumu.
tukabili haitakuwa rahisi, lakini kwa ushirikiano na Marekani na wengine tunaamini kwamba mabadiliko yatafanikiwa. Katika kikao cha Ijumaa huko Washington DC, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba yeyote atakayevunja na kukiuka makubaliano hayo atawajibishwa. Nitasema hivi, kutakuwa na adhabu kali kwa watakayevunja mkataba huu. Sidhani lakini watakiuka. Nina imani kwamba wote wamejitolea, lakini kuna adhabu kali za kifedha na zinginezo. Sasa viongozi wa nchi zote mbili wanasisitiza kwamba mkataba huo wa Washington utadumu. Raia wa huko pia wanaonekana kwamba wanahisi kwamba hilo linaweza kufanyika. Lakini sasa ili kupata undani wa taarifa hii, tuongee na mchambuzi Dr. Nicodemus Minde mubashara kutoka Nairobi ili kuelewa kwa undani mkataba wa hivi punde kati ya Rwanda na DRC. Karibu sana Dr. Minde. Miaka 65 baada ya DRC kujipatia uhuru, kwa nini bado inakabiliwa na utovu wa usalama hususan huko mashariki? Miaka 65 ya uhuru kusema ukweli ni miaka mingi kwa taifa lolote ambalo limekuwa linachipukia, na tunaona kwamba hali ya kiusalama kama ulivyosema bado ni tata, na migogoro imeendelea kuwepo katika mashariki mwa Kongo kutokana na kuwepo kwa baadhi ya makundi ya waasi pamoja na mapigano ambayo yanahusisha mambo mengi ya kihistoria pamoja na mambo ya ujirani pamoja na Rwanda. Kwa tunaona miaka 65 bado hali ni ngumu, lakini tunaona makubaliano ambayo yalifikiwa huko Washington mapema wiki iliyopita, nadhani itakuwa ni kama kuatia moyo wananchi wa Afrika, DRC pamoja na Rwanda kwa ujumla. Naam, Rais wa zamani Joseph Kabila amepuuzilia mbali makubaliano hayo. Kwa nini unahisi kwamba yeye anahisi makubaliano hayo hayana maana yoyote? Tukiangalia rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kwa kiasi kikubwa amekuwa kilumbana na rais Felix Tshisekedi, na tukiona kwamba pia amekuwa mbia wa karibu wa kikundi cha waasi cha M23. Kwa hiyo tunaona kwa kiasi kikubwa kauli yake ya kusema kwamba hakubaliani na makubaliano hayo kwamba yanaendana kabisa na mtazamo wake hapo awali, na naona kwamba katika makubaliano hayo tunaona kwamba kikundi cha M23 bado hakijatajwa kuhusiana na uwepo wake katika ardhi ya DRC pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba kauli ya Joseph Kabila inaendana ama inashabiana kabisa na mtazamo wake wa hapo awali wa kuonekana kama mbia wa karibu wa M23 na AFC. Na mshukran sana Dr. Minde, tutarejea kwako, lakini kwanza kwa kifupi hebu tusikilize baadhi ya raia wa mashariki mwa Kongo wanahisi vipi kuhusu swala hili lote, kisha nirudi kwako Dr. Minde. Hatusadiki kwa sababu mara yale ambayo tunayoyaona inasemeka na hakitawezekana. Napenda watu waishi katika amani, wanaposema neno itimilike na watu washukuru Mungu. Mkataba ambao itasainiwa huko Washington itakuwa ya kumaliza vita, itakuwa ya kuruhusu M23 kurudi kwao, lakini wanaendelea onekana ndani ya mji wa Goma. Mimi nangetarajia kwamba hao ambao wanafikiri watakuwa wakisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watupee vifaa vya vita, watupee, wafunze jeshi letu ili tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Viongozi waweze kuelewana na sisi kama Wakongomani tuweze kupata amani. Naam, kama ulivyosikia hapo Dr. Minde, ni matumaini tu ambayo raia hawa wako nayo, lakini swali ni je, mkataba huu kwa mtizamo wako utaweza kudumu? Sidhani. Matumaini yanatakiwa yawepo kwa kiasi kikubwa. Makubaliano yaliyotiwa sahihi yanaonekana kama ni makubaliano mapya ambayo yanashirikisha taifa la Marekani ambalo ni taifa lenye nguvu, na katika utekelezaji kama taarifa hizo zilivyosema, Donald Trump ameongea kwamba endapo kutakuwa kuna ukiukaji wa makubaliano haya basi kutakuwa kuna athari kwa ambaye anakiuka. Lakini kwa mtazamo wangu tunaona makubaliano haya yanaenda kuongeza pia sehemu nyingine ya mgogoro, kwani tunaona kuna mambo mengine ambayo
hajahusishwa, kwa mfano sehemu ya M23 pamoja na historia ya nini chimbuko kabisa la mgogoro huu. Japo kuna matumaini kutoka kwa wananchi, lakini katika mtazamo kabisa wa kisomi pamoja na kiutaalamu, naona kutakuwa bado kuna mtanziko katika utekelezaji na makubaliano yasioni kwamba yanaweza kufikia ile ambayo yalikuwa yametarajiwa. Naam, sasa Marekani wako mstari wa mbele katika mkataba huu. Dr. Minde, wao watafaidika vipi kwenye swala hili? Bila shaka makubaliano haya wengine wametaja ni makubaliano sio tu ya amani, bali kuna kipengele cha kiuchumi, na tumeona katika sera ya kimataifa ya rais wa Marekani imekuwa ni sera ya kimkakati ya kutaka kabisa kufanya siasa ya transactional, yani ya kibiashara. Kwa hiyo bila shaka tunaona kwamba Marekani, japo inaonekana kwamba wao ni wafadhili wa makubaliano hayo, pia kuna vipengele vya makubaliano ya kiuchumi ambao Marekani wanaweza kufaidi, hasa katika swala zima la madini. Naam, shukran sana Dr. Nicodemus Minde, tukisema naye kutoka jijini Nairobi, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na mkataba huo wa hivi punde zaidi